Naam. Karibu tena katika uchambuzi wa movie yetu. Hii wanaita The Human King. The Human King ni moja kati ya movie ambayo imejaribu kuelezea maisha ya zamani kidogo ambako ni mwaka 1823 na Human King walijaribu kuelezea kulikuwa kuna utofauti kati ya kingdom tatu tofauti. Sasa hapa kuna kingdom ya Dahomey na kuna kingdom ya ambayo basi inamilikiwa na King Jeza ambaye ndio kiongozi ambaye kwa hivi sasa ameweza kuchukua ufalme. Ambaye baada ya hapo alikuwa na maadui kutoka katika kingdom inaitwa Oyo, na hao Oyo wakaweza kuungana na kundi la watu wanaitwa Mai. Sasa wote kwa pamoja walikuwa wanajaribu kufanya kitu ambacho ni cha tofauti. Yaani walikuwa wanakamata watumwa kutoka katika kingdom ya Dahomey na kwenda kuwauza kwa wazungu kama watumwa. Yaani baada ya hapo wanachukua kibunda wanapita zao hivi. Sasa changamoto kubwa iliyoweza kuwakuta hao wote kupitia empire ya Oyo walikuwepo wana risasi, walikuwa wanatumia farasi, lakini kingdom ya kwao ya kina Dahomey, yani anapotokea Naniska ambaye ndo The Human King, hao wote walikuwa ni wanawake ambao ni wapiganaji ambao walikuwa wana uwezo mkubwa sana. Ila changamoto kubwa ambao walikuwa nayo kwa kipindi hichi hapa ni umiliki wa bunduki na kutumia farasi. Kwa hiyo kwa pamoja walikuwa hawana vitu hivyo. Ila kingdom ya Oyo walikuwa wanamiliki vitu hivyo, lakini hata hiyo kingdom ya Mai ambao waliungana na Oyo walikuwa wamiliki bastola, yani inamaanisha kwamba walikuwa wamiliki bunduki wala walikuwa wamiliki farasi. Kwa hiyo kingdom hizi zilikuwa zimezidiwa na kingdom ya Oyo. Oyo walikuwa na vitu ambavyo ni expensive, walikuwa na vitu ambavyo ni vya mbele, maisha ya mbele kabisa. Sasa kitu ambacho kilikuwa kinamsaidia King Jeza ambaye kwa hivi sasa ndio king ambaye anaimiliki Dahomey. Sasa alikuwa na watu ambao ni powerful, wanawake ambao walikuwa na nguvu, wanawake ambao walikuwa na technique, wanawake ambao walikuwa hawaogopi chochote, wanawake ambao walikuwa na uwezo wa kupambana hata na simba. Sasa kwake King Jeza yeye alikuwa hatambui kitu hicho, ila alikuwa anatambua kwamba ana wanajeshi tu wa kike. Lakini wanajeshi hao wa kike walikuwa wamevaa uhusika kama wao wapo tayari kufa kwa ajili ya king wao, wapo tayari kufa kwa ajili ya kingdom yao. Kwa hiyo walikuwa wamejitoa mioyo yao kwa ajili ya kingdom yao. Naweza nikasema kitu cha namna hiyo. Sasa King Jeza yeye ambaye alikuwa ndo king hapa alikuwa anasaidiwa hata muda ambao yeye mwenyewe alikuwa atambui. Alikuwa na kundi la watu la kumshauri, lakini kati ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi kubwa sana katika jeshi lake ni hao wanawake wanaitwa Agojie. Hawa ni moja kati ya watu ambao wanamilikiwa na general ambaye anamuita Naniska. Naniska ambaye ana historia yake chafu sana katika kipindi cha nyuma. Alikutana tena na kiongozi huyu wa kundi la Oyo Empire ambaye ndio kiongozi ambaye kwa kipindi cha nyuma alimbaka. Kwa hiyo twende sambamba tukaelezee movie hii kwa kina. Basi movie yetu inaanza kabisa pale mwanzoni kabisa. Kundi la Mai lilikuwa limekaa likiwa linajaribu kuota moto nje ya mjengo ambao kwa ndani walikuwa wamewaficha wale slave. Ghafla wakaanza kushtukia, wakaona Agojie wameshafika. Bana, mkono ulitembezwa si kitoto. Mambo yalizidi kubadilika. Hali ilizidi kuwa ngumu zaidi. Na baada ya dakika 10-20 Agojie waliweza kuwatakatisha wote waliokuwa wanahusika na jambo la kuwateka mateka wote. Sasa muda ambao walikuwa wanarudi, Agojie walikuwa wanarudi katika kingdom yao ya Dahomey, walirudi na slave wote ambao walikuwa wamekamatwa, ila kuna mmoja wao aliyeweza kufa katika purukushani zile ambazo ziliweza basi kupigana pale nje na kundi la Mai Empire. Sasa kibaya zaidi kwenye kipindi hichi ambayo ilikuwa ni karne ya 19, kulikuwa kuna utaratibu wa mzazi kumchagulia mtoto wake mtu wa kumooa. Sasa mtoto huyu anaitwa Nawi, alikuwa rafiki yake na walikuwa wametoka sokoni. Kibaya zaidi ni kwamba aliyekuja nyumbani kwao kwa ajili ya kutaka kumooa alikuwa ni old man, yani ni mtu ambaye ni mzee sana. Sasa Nawi baba yake alimkabidhi kwa mzee huyu, lakini ghafla akawa ni kama vile ampendi, akaweza kutandikwa kibao. Baba yake mzazi ikabidi saa amchukue mtoto wake na kumpeleka katika kundi la Agojie na kuweza basi kumkabidhisha huko na kusema kwamba hakuna mwanaume ambaye atakubali mtoto wake huyu wa kike ambaye basi anaweza kupiga mpaka wanaume, kwa sababu muda ambao alikuwa anamkabidhi mtoto wake kwa mwanaume ambaye alikuwa ampendi, basi mtoto wake pia aliweza kumsukuma mwanaume huyo baada ya kumpiga kibao. Yani alipopigwa kibao na yeye pia akarudisha kwa staili ya kumsukuma chini, na mwanaume yule ikabidi aondoke kwa hasira katika eneo la nyumba yao. Sasa alipokabidhiwa katika kundi hili la Agojie alipewa mafunzo ya kutosha, lakini pia ilikuwa ni njia nzuri kwake yeye kuweza kumtambua nani ambaye alikuwa ni mzazi wake kuanzia kipindi hicho, kwa sababu baba yake ambaye alimlea ni kama vile alimuadapt tu, yani kama vile aliweza kumchukua, alikuwa mtoto yatima kutoka katika kikundi fulani.
Kwa hiyo maisha yake yote amelelewa na baba ambaye sio baba yake. Sasa Naniska ambaye ndio mkuu wa kikosi hichi, mara nyingi zaidi usiku amekuwa akiota ndoto ambazo zinahusiana na aliyekuwa mtoto wake, yani ambaye aliweza kumtelekeza kipindi cha nyuma na waliweza kumtelekeza katika kikundi cha watoto yatima. Na baada ya hapo basi kilichofuata ilikuwa ni historia. Sasa katika kipindi hichi amekuwa akiota ndoto hizo mara kwa mara. Sasa hapa nataka nikwambie tu kwamba huyu Nawi ndiye mtoto wa kwake Naniska. Kipindi cha nyuma kulikuwa kuna kiongozi huyu ambaye kwa hivi sasa ni general wa kundi la Oyo Empire. Oyo Empire ambaye general huyu anaitwa Oba. Sasa Oba aliweza kumbaka mwanadada huyu ambaye anaitwa Naniska kipindi ambacho akiwa wadogo kabisa, na mwisho wa siku basi mwanadada huyu akafanikiwa kumzaa mtoto huyu. Ila kitu ambacho alikifanya kwa mtoto huyu, alifanya kitendo ambacho ni cha kutisha. Alichukua kipande kimoja cha jino la shark, yani la samaki yule wa baharini, jino lake, na baada ya hapo akachomeka katika ngozi yake. Na baada ya kuchomeka katika ngozi yake, siku za mbeleni basi amekuja kugundua kwamba Nawi ndiye mtoto wake, baada ya kuweza kumkata nyama katika kipande cha bega lake na kuja kugundua kwamba jino lile lipo katika mwili wake. Ila kitu ambacho ni cha kushangaza zaidi ni kwamba Oba ambaye ni general aliweza kufika katika kingdom ya Daome na kuamuru kwamba angalau apewe 20 Agojie ambao ni wadogo wadogo, 20 Agojie ambao ni wadogo wadogo. Na baada ya hapo tena ni kwa lazima, kwa sababu angeweza kuvuruga kabisa utaratibu wa eneo lile. Baada ya kupewa 20 Agojie ambao ni wadogo wadogo, wakashauriana au wakakubaliana kwamba Agojie hao watakamilishwa na wataletwa katika eneo fulani. Sasa walipofikishwa katika eneo hilo, basi wakamwambia kwamba Kingdom of Daome haiogopi mtu wa aina yoyote yule. Kingdom of Daome iko tayari kwa ajili ya vita. Kwanza kabisa ulikuwa mistaken kwa kitendo cha kusema kwamba tukuletee vijana 20, kwa sababu Oba yeye mwenyewe binafsi alikuwa akumbuki kwamba mwanamke ambaye aliwahi kumbaka kipindi cha nyuma ndio huyu Naniska ambaye ndio kiongozi wa kundi la Daome ambao ni Agojie. Sasa yeye kwa upande wake akawa hajakumbuka jambo hilo. Kwa hiyo wakampelekea vijana wake 20 katika vichwa ambao basi walikuwa wamewekwa katika kikapu, na mwisho wa siku wakampushia hapo chini kwamba ulikuwa umekosea, hatuwezi kukupa wanajeshi wetu 20 bali tunakuletea watu wako ambao basi kwa hivi sasa unapaswa utambue kwamba hatuogopi mtu yoyote na wala tupo tayari kwa ajili ya vita. Kwa kifupi ni kwamba movie hii inajaribu kuelezea vikali kabisa kwamba Kingdom of Daome ilikuwa against uuzaji wa slave, na maanisha kwamba watumwa, lakini Kingdom of Oyo ilikuwa iko sambamba na wanunuzi wa watumwa wao mara kwa mara. Yani kwamba Waafrika wenyewe, kuna baadhi ya Waafrika ambao walikuwa wako tayari kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya kuwauzia wazungu watumwa, na kulikuwa kuna baadhi ya Waafrika ambao walikuwa wanapinga kitendo hicho kwa kipindi cha nyuma. Kwa hiyo Kingdom of Daome ni kama mfano wa kile ambacho kidogo kimetokea kwa kipindi cha nyuma kabisa, lakini pia Kingdom of Oyo pamoja na Mai waliweza kuungana kwa ajili ya tamaa zao za hapa na pale, na mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni kwamba Kingdom of Daome iliweza kushinda baada ya kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Malik, ambaye alikuwa ni mzungu umo ndani, na walitengeneza mahusiano baina yake yeye pamoja na Nawi, mwanadada ambaye alikuwa ni mdogo sana. Waliweza kukutana katika sehemu ya mto na mwisho wa siku wakawa marafiki, kwa sababu Kingdom of Daome waliwahi pia kuitembelea na kuja kukuta kwamba wanawake hawa walikuwa ndio wanawake ambao ilikuwa ni siku yao ya mwisho, kuonyesha ni kwa namna gani walikuwa wako success, yani wameweza kujifunza kwa kina mpaka kuweza basi kukamilisha yale ambayo walikuwa wamepewa na wakufunzi wao. Sasa Nawi aliweza kushika namba 1 katika purukushani zote zile za kuweza kushindana, kuonyesha namna ambavyo mafunzo yake yameweza kumpa nguvu, na Malik aliweza kukutana naye katika usiku mmoja na kumuibia siri kwamba yeye pia ni mmoja kati ya mtu ambaye aliwahi kuwepo. Mama yake mzazi alikuwa ni mmoja kati ya mtu wa Daome na baba yake mzazi alikuwa ni mzungu. Kwa hiyo mama yake mzazi aliweza kuolewa kwa lazima, yani ni kama vile alipewa mimba kisha akaachwa, kwa sababu kuoa kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ni swala lazima tu la mimba, na baada ya hapo mnaishi wewe mke na mume. Sasa baada ya mtoto huyu kuweza kuzaliwa, basi naye mwisho wa siku akaja akamwambia kwamba mimi pia ni mmoja kati ya mtu wa Daome na kesho tutaondoka na baadhi ya slaves, yani tutaondoka na baadhi ya watumwa. Kwa hiyo ni vyema zaidi basi tukutane next time. Kwa hiyo yeye Maliki alikuwepo anajaribu kumpa appointment nyingine Nawi, na wakapeana zawadi kabisa, ila Nawi yeye akachukulia kama vile ni taarifa mpya, akampelekea kiongozi wake ambaye ni Naniska. Naniska akachukua hatua, na hapo ndipo sasa Kingdom of Daome
iliwenda kwenda kushinda kwa mara nyingine tena, kwa sababu walipanga mikakati kwa kina na kisha wakaenda kuishambulia Kingdom of Oyo. Oyo Empire this time around bana walishindwa, na hapa ndipo ilipokuwa kizaazaa kizito. Na Niska kwa mara nyingine tena anakutana na Oba ambaye kwa kipindi cha nyuma aliwahi kumbaka. Sasa hapa Oba alikuwepo hana la ziada bana, na Niska alikuja na hasira zote bana, alimchakaza vilivyo na mwisho wa siku basi waliweza kushinda. Na hapa King ambaye ni Kingeza alikuwa hajampa ruhusa mwanadada ambaye ni Niska kwenda kuingia katika mapambano haya, lakini this time around baada ya kusikia kwamba ushindi huu umeweza kupatikana, aliweza kumkabidhi panga, ambalo basi panga hilo lilikuwa linaashiria kwamba yeye ni kiongozi mpya au kiongozi ambaye anapaswa kuheshimika katika kundi la Dahomey. Kingeza kwa mara nyingine tena alimwambia kwamba umemdisappoint kiongozi wako, ila from today akawaambia kabisa, people of Dahomey, ninajaribu kuwaambia tu kwamba this time around tunaye mwanamke ambaye ni shupavu, jasiri, ninawatambulisha kwenu, na Niska ni the Woman King. Bwana, ilikuwa ni bonge moja la surprise, mpaka watu wote ambao walikuwa katika kingdom ile waliweza kufurahia kitendo kile, kwa sababu Niska amekuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anaipambania kingdom hii kisiri siri kwa kina na kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sambamba. Basi mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Hii ni The Woman King review ambayo nimeamua kuichakata kwa kina kwa muda mrefu kidogo toka mwaka 2022. Leo ni mwaka 2025. Bye bye for now. Get ready for the new review.